Asante sana mtazamaji, na tunakushukuru sana kwa kuendelea kwa nasi katika kipindi chako cha Tuongee Asubuhi. Na sasa ni sehemu ya mwisho ya kipindi hiki ya mjadala mkuu. Na mimi na Bert tumekuwa tukijadili toka hapo saa 1 kamili kwamba leo tutaangazia maeneo ya maendeleo, utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo, kujua kwamba serikali ya 6 ikiwa ni miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mengi katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maendeleo. Miradi mbalimbali ya kimkakati imeendelea kuboreshwa ili wananchi waweze kupata maisha ambayo kila Mtanzania anastahili kuyapata. Leo tutajikita katika wilaya ya Ukerewe kuweza kuangalia miradi mbalimbali ya kimaendeleo kule na utekelezaji wake. Na mgeni wetu si mwingine bali ni ndugu Christopher Ngubiagai, yeye ni mkuu wa wilaya ya Ukerewe. Karibu sana kwenye kipindi. Asante sana, nashukuru sana. Nimefarijika leo mara nyingine tena kuja katika kipindi kimahususi cha Tuongee katika televisheni yetu ya Star TV. Mara mwisho nakumbuka kipindi hiko nikiwa kama kiongozi wa vyuo vikuu Tanzania, tumeshiriki sana mijadala mbalimbali, na hasa kumbuka televisheni yetu hii imetusaidia sana kuelezea vijana masuala mbalimbali katika shughuli zao, masuala ya kiitikadi, lakini masuala ya elimu ya kujitegemea, namna gani kijana ambaye anaweza akajitegemea mara kubadilisha baada ya kumaliza masomo yake. Lakini lingine swala la maadili na masuala ya uzalendo. Kwa hiyo tunapongeze sana, ni kati ya vituo mahiri ambavyo kwa kweli vinaburudisha, vinafundisha, lakini vile vile vinawafikia watu katika maeneo mbalimbali na kujifunza zaidi jinsi gani ya kuweza kuwa wazalendo katika taifa lao. Sasa leo nimefika rasmi kama mkuu wa wilaya ya Ukerewe, ambayo ni moja ya wilaya 7 ndani ya mkoa wetu wa Mwanza. Mwanza ina wilaya 7 na moja ni wilaya yetu Ukerewe. Nimefika Ukerewe tangu mwaka 2024 mwezi April. Sasa hivi na takriban mwaka mmoja tangu nimefika Ukerewe. Kabla hapo nilikuwa kwenye wilaya ya Kilwa, nimefanya kazi vizuri na ndugu zangu wilaya ya Kilwa kule mkoani Lindi. Wilaya ya Ukerewe ni kaosema ni moja wilaya katika mkoa wetu wa Mwanza. Na wilaya ya Ukerewe ina halmashauri moja, lakini vile vile ina jimbo moja la uchaguzi, na ina tarafa 4 za kiutawala, na ina kata 25, ina vijiji 76 na vitongoji 513. Hiyo ndio wilaya yetu ya Ukerewe. Lakini wilaya ya Ukerewe ina jumla ya wakazi 387,815 kwa mujibu ya sensa ya watu na makazi 22. Kwa hiyo ni wilaya kubwa, lakini wilaya kongwe. Wilaya hii imeanza tangu mwaka 1961, na mimi ni mkuu wa wilaya wa 25 tangu mkuu wa wilaya wa kwanza. Kwa hiyo ni wilaya ambayo ni ya muda mrefu, na mwaka jana katika tarehe 9 Disemba ilizungumzwa sana kwenye historia ya mkoa wa Mwanza, na ikasema kwamba wilaya hii ni kati ya wilaya kongwe. Kuzungumzia Mwanza kipindi hicho mwaka 61 zilikuwa wilaya ni 4. Kulikuwa na Ukerewe, kulikuwa na Kwimba, Geita na Mwanza yenyewe. Kwa hiyo ni kati ya wilaya kongwe sana. Lakini katika kipindi hiki cha miaka 4 ya kiongozi wetu mahiri, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, wilaya hii imeweza kunufaika na shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Kwa sababu kuna miradi ambayo katika wilaya yetu imeleta manufaa. Napozungumzia imeleta manufaa, ni miradi ambayo imeleta mabadiliko chanya ya moja kwa moja kwa wananchi. Miradi ambayo imeimarisha miundombinu, lakini imeimarisha ajira na huduma za kijamii. Tunapozungumzia miradi ya kimaendeleo, mahususi hasa miradi ambayo inagusa shughuli kubwa hizo 3: miundombinu, inagusa ajira kwa vijana, lakini inagusa huduma za kijamii. Sasa katika wilaya yetu ya Ukerewe unaweza kuona kwamba miradi hii naweza kusema katika miaka 4 ya uongozi ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, hii miradi, jumla ya miradi ambayo tulikuwa nayo na fedha ambazo zimeletwa katika wilaya yetu ni takribani bilioni
257. Bilioni 257. Fedha ambazo zimeletwa katika miaka minne tu ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mathalan, katika halmashauri yetu ya wilaya Ukerewe imepata bilioni 61. Ndio. Unaweza kujiuliza hizi bilioni 61 zilikuwa za nini? Bilioni 61, nataka kuuliza bilioni 61 zilikuwa za nini hizo? Kabisa, ni za nini? Lakini bilioni 61 zimeletwa katika kipindi cha miaka minne kwenye shughuli mbalimbali, shughuli za elimu, miradi ya maji, miradi ya afya, usafirishaji, kilimo, uvuvi, nishati, mawasiliano na utawala. Hizi bilioni 257 ni jumla ya fedha zote, lakini hizi bilioni 61 tu ni kwenye halmashauri ya Ukerewe. Lakini tuna taasisi inaitwa TARURA, imepewa bilioni 7 katika mgao wa bilioni 257. Lakini kuna taasisi inaitwa LUWASA, ambayo inashughulikia maji vijijini, na kule tuna vijiji 76 kwenye wilaya ya Ukerewe, na zaidi ya 70% ya vijiji hivi vimeshapatiwa maji. LUWASA imepata bilioni 16 katika miradi yake ya kimaendeleo. Lakini tuna taasisi inaitwa MWAUWASA. MWAUWASA inatoa maji tu katika maeneo ya mijini, hasa kwenye mji wa Nansio. Na wao walipewa bilioni 7 katika mgao. Lakini kuna TANESCO. TANESCO walipata bilioni 9 katika miradi yao, na nitatolea ufafanuzi miradi yote ambayo nizungumzia. Tuna chuo cha VETA ambacho chuo hiki kinawasaidia sana vijana katika wilaya yetu ya Ukerewe, nacho kilipangiwa bilioni 2.4. Lakini tuna chuo cha walimu pale Mburutungu, ni chuo kikongwe. Hiki nacho kilipangiwa milioni 370. Lakini ujenzi wa vivuko ambao ni changamoto kubwa kwenye wilaya ya Ukerewe. Unapozungumzia Ukerewe, labda nifafanue zaidi. Ukerewe ni kisiwa kimoja ambacho ndani yake kuna visiwa vidogo vidogo 38. Kisiwa kimoja kikubwa ambayo makao makuu yetu ni Nansio, lakini ndani ya Ukerewe kuna visiwa vingine 38. Na kati ya visiwa 38 hivyo, visiwa 15 wanaishi watu, na visiwa vilivyobaki ni visiwa vya kambi za uvuvi na shughuli zingine za kiuchumi. Kwa hiyo sisi tunaishi kwa kutegemea vivuko. Mheshimiwa Rais ametoa zaidi ya bilioni 11.17 kwa ajili ya kujenga vivuko, kurahisisha huduma za usafiri na usafirishaji kwenye wilaya ya Ukerewe. Huwezi kufika Ukerewe bila kutumia vivuko hivi. Na ni wilaya tofauti, ndio maana unaona mimi ni mkuu wa wilaya nafikiri pekee ambaye natembea zaidi kwenye maji, kwa maana shughuli zangu nyingi kwenye visiwa vile 38 vile 15 lazima nipite majini. Wakati mwingine wenzangu wananitania kwa wengine wanasema ni DC pekee ambaye ana boti yenye bendera taifa. Sababu gari utatembea nayo tu kwenye kisiwa kikuu cha Nansio, lakini uwezi kwenda kwenye visiwa vingine ambavyo kama Ilugwa, kama Ukara, visiwa vyote hivyo ni vikubwa. Kisiwa cha Ghana lazima uwe na boti ambayo inakufikisha katika shughuli zako zote za kimaendeleo, na ndio shughuli zetu za kila siku katika maendeleo haya. Kwa hiyo jifunze na kuogelea sasa. Kwa kweli, kwa sababu nilitoka Kilwa na tulikuwa na visiwa kule, na huku nako vile vile nimekuwa visiwani, lazima ujue kuogelea. Lazima usiogope maji, kwa sababu kila siku ya used, yani maisha yako yanakuwa ya visiwani, kisiwa kikuu. Sasa. Kwa hiyo kwa kweli labda nianze na sekta ya elimu ambayo Mheshimiwa Rais katika ule mgao wa bilioni 257 sekta ya elimu ya msingi wamepewa bilioni 9 milioni 207. Ndugu Bernard, unaweza zamani wakati niko mkuu wa wilaya kwenye awamu ya 4 ya Daktari Jakaya Mrisho Kikwete, tulikuwa tunahamasisha watu kuchangia fedha za miradi ya madarasa, ujenzi wa vyoo. Lakini sasa hivi Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameenda mbali zaidi, kwamba anajenga shule mpya kabisa katika wilaya. Lakini analeta madarasa, anawajengea vyoo na nyumba za walimu. Hii manake inampunguza
kumpunguzia sana mzigo mwananchi na kumpa nafasi ya kufanya shughuli zake zingine za kimaendeleo badala ya kukimbizana na migambo na watendaji wa kata wa vijiji katika kuchangisha. Wilaya yetu ya Ukerewe tumeweza kujengewa shule mpya kabisa za msingi, shule 12. Shule mpya za msingi shule 12, lakini tumejengewa madarasa 135, matundu ya vyoo 238, tumeletewa mabweni, tumeletewa majengo ya utawala na nyumba za walimu. Hiyo ni sekta moja katika elimu msingi. Tunapozungumzia shule mpya, maana darasa la kwanza mpaka darasa la 7 pamoja na ofisi za walimu pamoja labda na matundu ya vyoo. Sasa halmashauri inakabidhiwa shule kwa ajili ya ongezeko la wanafunzi. Tunakuwa na shule mama, kisha tunakuwa na shule nyingine ambazo zinajengwa kutokana na ongezeko. Nimesema kisiwa hiki chenye kilomita za mraba 6,400. Ukerewe yetu ina ukubwa wa eneo kilomita za mraba ni 6,400. Lakini katika kilomita hizo 6,400 ni 10% tu ambayo kilomita za mraba 640 ndio eneo la ardhi. 90% ya Ukerewe ni maji. Kwa hiyo tumezungukwa na maji. Sasa ongezeko la watu ambao linapelekea huduma za kijamii kuhitajika, ndio rais ametuletea shule 12 mpya kwa ajili ya wanafunzi waweza kuingia katika shule hizi. Lakini elimu ya sekondari bilioni 27 hizi zimeenda kujenga shule mpya 8 za sekondari. Mpya kabisa kuanzia form 1 mpaka form 4 pamoja na miundombinu yote ambayo inaitwa shule sekondari. Shule 8 mpya, madarasa 265 yamejengwa kwenye wilaya ya Ukerewe. Na jambo jema ambalo kuna wananchi wa Ukerewe, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Nimesema Ukerewe ina visiwa. Sasa wakati mwingine vile visiwa vinakuwa na shule ya msingi lakini havina shule ya sekondari. Sasa kuna lazimika hapo mwanzo wanafunzi kutoka kwenye visiwa vile kuja kwenye kisiwa kikuu kufuata shule ya sekondari. Imewawia vigumu sana, ni hatari sana kila siku wanafunzi kwenda na kurudi. Mheshimiwa Rais ameliona hili, akatujengea shule kubwa inaitwa Ukerewe Sekondari kwa ajili ya wasichana wote ambao wanafaulu katika visiwa. Badala ya kuhangaika kwenda na kurudi, hii Ukerewe Sekondari imejengwa purposely kwa ajili ya wasichana wanaotoka visiwani, na mabweni yamewekwa pale, na shule hii inakuwa ni boarding school lakini ni O-level kwa ajili ya watoto wa wavuvi, wakulima na wale wajasiriamali wadogo wadogo kutoka kwenye visiwa. Hii inatupa sisi kama viongozi lakini kama wananchi wa Ukerewe kuweza kumshukuru zaidi Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona kwamba nia na lengo lake kama kiongozi ni kumsaidia mwananchi Mkerewe kusudi aweze kupata elimu. Kuna falsafa ambayo Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kwamba ukitaka kumsaidia mtoto wa kimaskini mpatie elimu. Sasa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anatembea kwenye falsafa ya muasisi wa taifa letu kwamba alikusudi vijana wa Ukerewe, watoto wa maskini, wa wavuvi, wa wakulima, wafanya biashara kutoka visiwani waweze kupambana umaskini, ujinga na maradhi, ni kwa jengea shule. Imejengwa shule sekondari kubwa ya wasichana, lakini ipo shule sekondari ya wavulana inaitwa Ilugwa, na hii imejengwa kule kisiwani kabisa. Kuna kisiwa kimoja hapo kinaitwa Ilugwa, imejengwa boarding school kwa ajili ya vijana wa kiume waende kukaa pale baada ya kupata ile adha ya kwenda na kurudi katika kupatafuta elimu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi kama mkuu wa wilaya, lakini kwa wananchi wa wilaya yote ya Ukerewe wanaguswa na jinsi kiongozi waweza kuwakumbuka hata watu wa pembezoni. Lakini kuna hili jambo kubwa ambalo niliseme ni sekta ya afya. Katika sekta ya afya, ndugu mtangazaji, Mheshimiwa Rais ameweza kuheshimisha wilaya yetu ya Ukerewe. Kwanza tuna vituo vya afya 45. 45 hivi wilaya nzima ya Ukerewe, vituo 45.
Katika vituo 45 manake tuna zahanati 37, ndio, lakini tuna vituo vya afya kama health center 6 na hospitali kubwa 2. Hospitali ambayo ipo pale Nansio wilayani na hospitali ya Ilugwa hospitali ya Ukara kwenye kisiwa cha Ukara. Kipo kisiwa kinaitwa Ukara. Ndio. Na ushafika Ukara. Kuna kisiwa kikubwa kizuri kinaitwa Ukara. Na wananchi wanazinduliwa pale, tulikwenda mpaka kule, ilikuwa safi sana. Hospitali moja kubwa ya kisasa ambayo ina ICU ya kisasa na vifaa vyake. Okay. Napozungumzia vituo vya afya na hospitali za Ukerewe, sio majengo tu, kuna vituo, kuna vifaa tiba, lakini kuna watumishi wa sekta ya afya. Okay. Sasa hili jambo la sekta ya afya ni wilaya yetu Ukerewe. Hivi karibuni tumetembelewa, ilikuwa tarehe 25 mwezi wa 4. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuja kwenye wilaya yetu Ukerewe kwenye ziara ya siku moja ya kikazi. Katika mambo makubwa aliyofanya kwenye wilaya yetu Ukerewe ni pamoja na kutembelea hospitali ya rufaa yenye hadhi ya mkoa. Okay. Hospitali ya rufaa lakini na hadhi ya mkoa. Ni historia kwamba wilaya inajengewa hospitali ya rufaa yenye hadhi ya mkoa. Na mpaka leo ni hospitali 3 tu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambazo zimejengwa kama hii ambayo inajengwa Ukerewe. Okay. Wilaya ya Ilala wamejengewa hospitali kama hiyo, wilaya ya Kinondoni na wilaya ya Temeke ziko hospitali kubwa inaitwa hospitali ya mkoa yenye hadhi ya rufaa, na kunakuwa na mabingwa na madaktari wabobezi katika hospitali hiyo. Sisi hospitali hii inajengwa kwa thamani ya bilioni 25. Kiasi cha Tanzania bilioni 25 inajengwa hospitali kubwa. Ni kwa nini inajengwa pale? Kwa sababu wilaya yetu tunavyosema ni wilaya ya pembezoni. Miundombinu yake sio rafiki ya kuweza kuja mkoani, kwa maana kuja Mwanza. Okay. Lazima watumia meli au feri zaidi ya masaa 2, 3 mpaka 4 kufika hapa Mwanza. Kwa hiyo ili kusudi kuwarahisishia wananchi na kupata huduma bora na zenye uhakika, Rais aliona ni vema sasa tuwajengee hawa wananchi wa Ukerewe hospitali kubwa ya rufaa yenye hadhi ya mkoa ambayo itakuwa na mabingwa na madaktari wabobezi watakuwa wanatoa huduma kule kule walipo. Okay. Kwa hiyo hii ni jambo sana Mheshimiwa Rais na katika ziara yake Waziri Mkuu ambayo ilifanywa tarehe 25, pamoja na kutembelea hospitali hiyo, alitembelea jengo la utawala la thamani ya bilioni 3.5 ambalo linajengwa kwenye wilaya yetu ya Ukerewe. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani miradi yetu, fedha zinazoletwa, kazi zinazofanyika katika sekta ya elimu, sekta ya afya, sekta ya miundombinu, sekta ya nishati, mawasiliano, kilimo, mifugo na kadhalika. Kitu ambacho kinanifurahisha mimi kama kiongozi wa wilaya ya Ukerewe ni jambo moja, lazima niliseme. Ndio. Mkuu wa wilaya yoyote makini pamoja na majukumu mengine yoyote ana kazi kubwa 3. Ndio. Mkuu wa wilaya yoyote makini ambaye anafanya shughuli zake za kila siku kwenye wilaya yake. Jambo la kwanza ni kuangalia masuala ya ulinzi na usalama wa watu na mali zao. Kwa sababu kama watu wako salama, wanafanya shughuli zao vyema na mali za wale watu ziko vizuri, shughuli za kimaendeleo zinaendelea, ujue hapo mkuu wa wilaya unafanya shughuli zako vizuri na watu wako na amani na utulivu katika eneo lao. Wilaya yetu Ukerewe tunaweza kusema kwamba ni kati ya wilaya ambazo zina utulivu na wananchi wanafanya shughuli zao vema. Lakini shughuli ya pili ya mkuu wa wilaya ni pamoja na usimamizi wa miradi ya maendeleo. Ndio. Mimi kama mkuu wa wilaya tangu nimefika Ukerewe nimeshirikiana vizuri mwaka mmoja. Ndio. Nimeshirikiana vizuri na halmashauri ya wilaya ya Ukerewe pamoja na Chama cha Mapinduzi ambacho ndio kinatoa ilani yake. Ndio. Chama cha Mapinduzi kinatupa ilani katika wilaya yetu Ukerewe na sisi kama serikali tunatekeleza ile ilani ya Chama cha Mapinduzi ili kusudi, kwa sababu wao ndio wana mkataba na wananchi kila baada ya miaka 5. Kwa hiyo shughuli moja wapo ambao naifanya mimi kama kiongozi wa wilaya
pamoja na wenzangu kwa maana ya kamati ya usalama ya wilaya ni pamoja na kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwenye wilaya ya Ukerewe. Ushahidi mzuri ni kwamba hivyo juzi alivyokuja Mheshimiwa Waziri Mkuu ameona mwenyewe namna ambavyo wilaya yetu ya Ukerewe inavyopiga hatua kwa kasi kwenye miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Okay. Labda nikuchekeshe tu, Karibu. kabla ya miaka hii 4 wilaya nzima ya Ukerewe ilikuwa ina 0 kilomita ya barabara ya lami. Okay. 0 kilomita. Yaani ukipata division 0 unaweza kujua uchungu gani wa yote 4. Okay. Umekaa darasani, umesoma miaka 4, alafu unapata division 0. Sasa sisi ya barabara ya lami. Lakini leo sasa hivi hali iko. Sasa hivi hali yetu kutoka miaka hii 4 tu tuna kilomita 4 za barabara ya lami katika mji wetu wa Nansio. Si haba. Lakini tuna zaidi ya taa za barabarani 80 ambazo zimewekwa katika kuweka mandhari nzuri ya kuonyesha kwamba sasa upo Ukerewe, umeingia Nansio, makao makuu ya wilaya. Kwa hiyo watu walikuwa wanaangalia lami tukiwa kule Ukerewe kwenye TV labda au kwenye YouTube na kadhalika. Watoto walikuwa hawajui lami kwa sababu tangu uhuru lami hakuna. Leo tumeletewa lami zaidi ya kilomita 4 katika maeneo yetu, na sasa hivi kuna mradi mkubwa wa kujengewa zaidi ya kilomita 11 za lami nzuri. Ambapo ukamilika obviously tutakuwa na zaidi ya kilomita 15 za lami kwenye wilaya yetu ya Ukerewe. Nasema hayo ni mafanikio makubwa ya kiongozi ambaye naona sasa lazima tupeleke maendeleo kwenye maeneo tofauti. Lakini kuna sekta hii sasa Ukerewe tunazungumziwa kwenye sekta ya mifugo. Labda nizungumzie sekta ya mifugo. Ndio, nitaka kuuliza hilo mfugaji sana kabisa. Wakerewe pamoja na udogo wa eneo letu, sisi Ukerewe mifugo yetu tunasema sisi ni wafugaji na sio wachungaji. Iko tofauti kati ya mfugaji na mchungaji. Ndio. Na nyama ya Ukerewe ukiipata nyama ya ng'ombe ya Ukerewe unaweza usile nyama ya ng'ombe ya mkoa wowote. Nitaka kuambia hilo kwa sababu bila shaka na bwana naye nataka kuambia hilo. Mara nyingi Abdalla analifahamu kwa sababu nyama ya Ukerewe alishaonja siku moja. Nyama ya Ukerewe kila nikija kumjini ni viongozi, rafiki, mwananchi, kila mmoja anakuambia komedi tuete nyama ya Ukerewe kwa sababu nyama ya Ukerewe inatengenezwa kwenye zero grazing. Yaani sisi tunafuga tuchungi. Kuna tofauti ya kufuga na kuchunga. Mfugaji ni kama Wakerewe wanafuga katika maeneo ya malisho ambayo yako karibu na nyumbani. Kwa hiyo ng'ombe wetu wanapewa huduma za msingi za malisho, za maji, matibabu kwa sababu wapo kwenye maeneo ya karibu. Mchungaji ni yule ambaye unakuta ng'ombe kakonda na mwenyewe amekonda. Huo ni uchungaji. Na nyama ya uchungaji inapigwa bakora mwanzo mwisho. Kwa hiyo testi yake haina. Nyama ya Ukerewe ni nyama bora ambayo inapendwa katika masoko yote. Ukimuuliza mtu yote Ukerewe miti atakwambia ladha yake. Ni kweli 100%. Kwa hiyo sisi hata buchani ukienda utasikia hii nyama ya Ukerewe wapi? Nyama ya Ukerewe bei yake tofauti. Na nyama ya Ukerewe uzuri wake ni kwa sababu eneo letu ni dogo. Kwa hiyo wafugaji wetu wanajitahidi kuchunga kwenye zero grazing, maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya malisho, na ng'ombe wote wanapigwa kigingi, wanakula katika maeneo karibu, wanarudi nyumbani. Hawaendi kilomita, atembei ng'ombe mpaka wana muscles kama vile bouncer ambaye anamlinda mtu. Hapana. Ng'ombe wetu nyama ni soft, nyama ni nzuri, nyama ambayo ina mvuto. Na sasa tunajipanga kwamba kama kuna uwezekano tutafute market nzuri, tuweze kuongeza thamani ya product yetu hii kusudi wafugaji wa Ukerewe wapate tija zetu kwa nyama yao. Tena katika hilo mkuu wa wilaya mimi wana mawazo sana ya nani ya tamasha pamoja na vitu kama hivyo, shughuli napenda sana mimi. Inabidi siku moja kuitangaza nyama nzuri ya Ukerewe. Siku moja ifanyike festival nyama Ukerewe ni nani? Yaani Ukerewe nyama sijui Machoma festival. Na hiyo ijulikane kwamba Tanzania nzima sema wapo kuna nyama moja kati ya nyama bora kabisa tamu ni Ukerewe. Sasa zamani nilikuwa nasikia Kongwa meat. Nilikuwa sijafika Ukerewe,
watu wanazungumzia kongwa miti, yani nyama ya kongwa, lakini kwa kweli nyama safi na bora katika kanda nzima hii ya ziwa ni nyama kutoka Ukerewe. Ni ukweli kabisa. Na hiyo tozi wa Ukerewe, lakini walaji wenyewe wanakuambia kwamba ukija huku tulete nyama ya Ukerewe. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sisi tunajivunia sana, lakini haviji tu. Sio mkoa kwenye uvuvi pia haiji tu maliza tu hapo, lakini pia tuangalie pia kwenye uvuvi, kwa sababu sasa kule sasa ndo kuna wavuvi kule. Tunajua kupiga mbizi kweli karibu. Asante. Sekta ya uvuvi ndio uti wa mgongo wa yetu Ukerewe. Kama ulivyosema Bernard, ni sahihi kabisa. Unapozungumzia Ukerewe unazungumzia uvuvi. Letu la kilimo tuna hekta 39,000 tu. Hekta 39,000 ndio eneo la kilimo, na katika hekta hizo ni hekta 5,000 tu ambazo za kutumika kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji. Kilimo chetu Ukerewe ni kilimo kidogo kidogo, kwa maana ya mahindi, miogo, mpunga na matunda zaidi. Sasa tunategemea zaidi sekta ya uvuvi au sekta ya bluu. Sasa sekta hii nasema ni uti wa mgongo kwa sababu mapato ya ndani ya halmashauri ya Ukerewe inategemea kwa 70% ni tozo, ushuru pamoja na ada zinatokana na sekta ya uvuvi. 70%. Kwa hiyo sio sekta ndogo sana, ni sekta ambayo inatunyanyua sana katika wilaya yetu ya Ukerewe. Lakini sekta hii ina changamoto zake. Kwa mfano, kuna swala la uvuvi haramu. Sahihi. Na hili swala la uvuvi haramu alifanyiki tu na wana Ukerewe. Kwa sababu wananchi wa kanda nzima zaidi ya mikoa 6 wanafahamu kwamba sisi 90% ya eneo letu ni maji. Kwa hiyo kuna vyombo vingi vinakuja kwenye mikoa mbalimbali kama wavuvi, wafanya biashara kuja kuvua. Sasa kilichotokeza ni kwamba sisi tunapata mapato 70% ya kutokana na sekta ya uvuvi, lakini uvuvi huu haujakuwa endelevu sana kwa sababu kikubwa ambacho tunapambana nacho ni hawa wavuvi haramu ambao wanatuharibia mazalia ya samaki, lakini ekolojia ya ziwa letu pamoja na nyavu wanazotumia. Nitakupa mfano. Katika sekta ya uvuvi na hasa tunapambana na hawa wavuvi haramu, katika miaka hii 3-4 ya Mheshimiwa Rais tumekamata zaidi ya zana haramu 3,250 zana haramu ambazo zina thamani ya zaidi ya milioni 976. Zana haramu za wale ambao wanakuja wanatumia uvuvi haramu katika kuvua. Wanatumia wenyewe makokoro yako, makokoro ya sangara, makokoro ya dagaa, lakini kuna zana zingine haramu ambazo zinaitwa neti. Hizi ni zana haramu, nyavu za zinaharibu sana ekolojia ya ziwa letu hasa kwenye mazalia. Sisi kama wilaya tumefanya hatua mbalimbali, tuna mikakati mbalimbali ya kupambana na uvuvi haramu. Mkakati wa kwanza, tumewaita kwanza wavuvi wetu kutumia BMU na kuzungumza nao na kuelezea namna gani ambavyo madhara ambayo tutayapata kama halmashauri, lakini wao kama wafanya biashara, kwa sababu wafanya biashara wanaona wanapotumia zana haramu hizi wanapata samaka wengi wakubwa kwa wakati mmoja. Hawajui kwamba wanakwenda kuharibu kile kizazi cha mazalia ya samaki wadogo. Kwa hiyo ni kama wasema Bernard, ni vita kati yetu ya serikali ya wilaya lakini pamoja na wavuvi haramu. Lakini tumekamata wavuvi haramu, tuna wavuvi haramu wamekamatwa, wamepigwa faini na wengine wamepata vifungo vya kuweza kutumikia, lakini tunachoma zile zana haramu ambazo tunazikamata. Baada ya kukamatwa na BMU au viongozi wa vijiji kuweza kukamata zile zana, tunaziweka sehemu, zinakaguliwa na mamlaka husika kwa maana ya mahakama, wanatoa kibali, zinaharibiwa zile zana. Lakini nitoe rai kabisa kutumia kipindi hiki karibu kwamba ni vema tulitunze ziwa letu katika uvuvi endelevu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ametuletea mpango mzuri wa kutengeneza vizimba
tumepewa fedha za vizimba zaidi ya milioni 700 za vizimba, milioni 793 kwa kujenga vizimba. Lakini tumepewa fiber boat pamoja na vifaa vyake zaidi ya milioni 342. Tuseme zaidi ya bilioni 1.5 zimetolewa kwa ajili ya shughuli ya uvuvi endelevu kutengeneza vizimba na fiber. Tunapobadili zile fikra na mtazamo, kikubwa ndugu mwandishi, kuna fikra na mtazamo wa wavuvi. Ndio. Fikra zile ambazo kwamba siwezi kupata samaki mpaka nitumie kokoro. Kokoro kwa maana la dagaa au kokoro la sangara ndio unaweza kupata samaki zaidi. Lakini tunapobadilisha fikra zao wavuvi kwamba unaweza ukapata samaki kwa kutumia nyavu halali, lakini unaweza kupata excess au ziada kwa kutengeneza vizimba na kufuga samaki mwenyewe. Hivyo sisi sasa hivi tuna utaratibu wa halmashauri kwamba katika mipango yetu ya baadaye tumetenga fedha katika ile 10%. Kwa sababu katika miaka 4 hii, labda nisema hili, katika miaka 4 ya utawala wa Mheshimiwa Rais Samia, wilaya Ukerewe mapato yake ya ndani yalikuwa zaidi ya bilioni 1.2, bilioni 12 katika miaka 4. Sasa bilioni 12 unachukua 10% yake, ndio unapata ile 10% ya kuwapa vijana, kina mama na walemavu. Kwa hiyo tumetoa kabisa bilioni 1.2 kwa ajili ya vikundi, zaidi ya vikundi 333 vya hawa vijana, walemavu na kina mama. Sasa mtazamo wa sasa hivi ambao nimekuja nao na fikra na wenzangu kwamba tuchukue fedha zetu hizi za 10%, tuwawezeshe vijana wetu kuingia moja kwa moja kwenye uchumi wa blue, ili kusudi tutengeneze vizimba vya kutosha, tuwabadilishe ile mindset au fikra za kusema kwamba uchumi wa uvuvi unapatikana tu kwenye ziwa bila kuweka vizimba. Okay. Tukitengeneza vizimba vingi, manake kwanza tutapa ajira vijana wetu. Vijana lakini ya uhakika, lakini vijana watakuwa na uwezo wa kuweza kupurchase au kuwa na uwezo wa kununua na kuboresha maisha yao. Lakini tatu, tutaboresha maisha ya visiwa vyetu na kisiwa kikuu katika maisha bora zaidi. Sasa hivi nikwambie ndugu mtangazaji, vijana wetu wengi ambao wanamaliza elimu ya msingi, wengine baadhi elimu ya sekondari, wengi wao wana opt kwenda moja kwa moja ziwani. Kwa hiyo maisha yanakuwa ni kutoka tu kwenye shule kwenda wapi? Kwenda ziwani. Hakuna alternative nyingine mtu anafikiria kwamba nitafanya hiki au kile. Sasa hili ni swala ambalo sisi tumekaa kama viongozi wa wilaya tumeliona kwamba vijana sasa hivi lazima tuenda na uchumi wa blue ambao unazungumzwa sana. Lakini lingine ni swala BBT ambao linazungumzwa sana, building better tomorrow. Kabisa. Linazungumzwa vizuri sana na Waziri Bashe, na swala hili ambalo wameshakuja wataalamu, wameangalia maeneo yetu, wameshafanyia tathmini ya awali. Sasa tunasubiri tuweze kutengenezewa na sisi katika maeneo yetu miradi ambayo itawapa vijana ajira. Najua nikwambie ndugu mwandishi, ndio hakuna kitu kizuri katika utawala wowote. Kwa mfano awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan amejitahidi sana kufungua milango, kuweka fursa kwa vijana kuweza kujiajiri. Duniani kote uwezo kaenda kukuta nchi imeweza kuajiri vijana wake kwa kuwapa ajira rasmi au kwenye formal sector. Mimi nilikuwa rais wa chuo kikuu ambacho nilichosoma, lakini nilikuwa rais wa vyuo vikuu Tanzania, na nilikuwa ni kiongozi wa shirikisho la vyuo vikuu. Nimezunguka katika nchi mbalimbali duniani. Tumeenda kwenye mikutano mbalimbali ya vijana mbalimbali wakati huo. Hakuna nchi ambayo naweza kukuambia imeweza kuajiri vijana wake katika formal sector, sector ambayo ni rasmi. Nchi makini na kiongozi makini kama Rais Samia anaweka fursa za kuwezesha vijana kuweza kujiajiri. Lakini kuweza kujiajiri lazima mwenyewe kijana uondokane na ile fikra mgando ya kusema nikimaliza chuo au nikimaliza shule niende kwenye white collar job. Lazima wewe mwenyewe uone namna gani bora.
Lakini lingine kubwa ambalo nilikuwa nazungumza na wewe kabla kipindi kijaanza ni swala lile la unasema self reliance education, elimu ya kujitegemea. Ndio. Ambayo sasa hivi nafikiri ndio inakwenda vema, hasa kutokana na mitaala mipya ambayo imetambulishwa na Wizara yetu ya Elimu, kwamba kijana lazima ajitambue. Kijana ajitambue yeye ni nani, unataka kuwa nani, na utafikiaje katika malengo yako. Mambo makuu matatu: mimi ni nani, Ngubia Gai, nataka kuwa nani, nataka kuwa DC, nitafikiaje nafasi yangu kwa DC. Okay. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vitakusukuma uweze kufikia katika malengo yako. Na tunazungumzia swala la ujana, tunazungumzia swala la ujana wa fikra, sio ujana wa umri. Nzuri sana. Unaweza ukawa kijana umri mzuri tu, miaka 14 mpaka 35, lakini fikra zako za miaka 100 au miaka 200 iliyopita. Sasa kwa hiyo kijana unawaza kizee. Kijana unawaza kizee kabisa. Hivi karibuni kuna mzee mmoja alikuwa na nafasi kubwa na nzuri sana kusaidia taasisi yake. Vijana wengi wakaanza kusema, jamani, mbona umri mkubwa yule, umeenda kwaje? Lakini ukiangalia uzee wake ni uzee wa umri, lakini ana fikra ambazo zina kuzidi hata wewe kijana ambaye una miaka 18 mpaka 35. Okay. Kwa hiyo mimi kama kiongozi wa wilaya tunajitahidi sana kukutana na vijana wetu kule Ukerewe na kuwabadilisha kifikra. Tena na kwenye hili nikukatishe mheshimiwa, kwenye wilaya Ukerewe umezungumza hapa kuna huu ujenzi wa hiki chuo cha VETA na mkakati uliokuwepo sasa hivi. Watu wanaambiwa hata wale ambao wamesoma na degree na nini, inawezekana akatoka kule akarudi akaenda kusoma VETA akapata ujuzi na kufanya nini. Sasa uwepo wa chuo hiki cha VETA na hili ambao tunalizungumza, vijana kuwa na uwezo wa kujiajiri, kuwa na fikra, inaweza ikasaidia kwa kiasi gani kuondoa hii changamoto ya vijana kutoka Ukerewe kutoajiliwa ama kupata elimu itakayowasaidia waweze kujiajiri katika maeneo mbalimbali? Sasa ni swala zuri sana. Tuna chuo kikubwa cha VETA ambacho sasa hivi kinatoa fani kama 4 fani ambazo kwa kweli kwa sasa hivi wanaziona kama ndio fani zinazofaa. Okay. Lakini jambo ambalo umeliongeza katika mpango wetu wa kutumia chuo chetu cha VETA cha Ukerewe na kutokana na mazingira yetu ambayo yamezungukwa na ziwa kwa maana ya maji, na ukiangalia uchumi wetu wa Ukerewe zaidi ya 70% unatokana na mapato kutokana na sekta ya uvuvi. Tumezungumza hivi karibuni, nilikuwa na mkuu wa chuo cha VETA, tumezungumza naye vizuri kwamba unaonaje kwamba sasa umefika wakati wa kuweza kuongeza fani ya kuendana na natural resources zilizotuzunguka. Rasilimali imetuzunguka sisi ni maji, ni ziwa. Ndio. Sawa, utamfundisha mtu washi, utamfundisha mtu plumbing, utamfundisha mtu electric, utamfundisha mtu driving, utamfundisha mtu tailoring, kwenye kushona. Lakini tumekubaliana sasa hivi tutenge eneo katika chuo cha VETA kusudi eneo lile liwe kama darasa la kuweza kuwafundisha vijana wetu katika ufugaji wa kutumia vizimba. Nikwambia kitu kimoja, duniani kote kila nchi ina rasilimali zake zilizopewa na Mwenyezi Mungu. Na unatumia rasilimali zako zilizopewa na Mwenyezi Mungu kuweza kucreate ajira na mapato kwa watu wako. Ukienda katika nchi ambazo zina mafuta, wanatumia ile mafuta katika kuendesha uchumi wa nchi yao. Sisi tumebarikiwa katika wilaya yetu Ukerewe kuwa na ziwa kubwa, zaidi ya 90% ya eneo letu ni maji ya ziwa. Na tuna chuo cha VETA pale. Kwa kikubwa sasa hivi ni kukitumia chuo chetu cha VETA kuweza kutengeneza uchumi wa blue. Kwamba vijana lazima sasa tuwabadilishe. Ndio tunazungumzia ni mindset ya vijana kuwabadilisha na kukubali kwamba sisi rasilimali yetu kubwa ya hapa ni ziwa. Hata tukifundishwa kuwa plumber, kuwa tailoring au kuwa electrical au kuwa nini, iwe ni dhana ya pili, lakini ni moja kile kilichopo pale. Kilichopo pale ni ziwa. Ndio. Nimependa sana hiyo. Yes, ziwani kuna rasilimali ya ziwa ambayo ni samaki, dagaa na vitu vingine. Lakini tusisahau kwamba kuna sekta kubwa na nzuri ambayo inakuwa na resources wameizungumzia, ni sekta ya utalii. Sekta ya utalii ni kati ya sekta bora ambayo wilaya yetu ya Ukerewe inaweza ikaondokana na umaskini kwa kuweza
kuempower sekta ya utalii kwenye wilaya yetu Ukerewe. Sawa. Na mtazamaji, asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Mtazamaji, tupo na Christopher Ngubiagai, ni mkuu wa wilaya ya Ukerewe, akieleza kwa kina utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika wilaya ya Ukerewe. Kubwa zaidi tukiangazia miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na ikiwa ni serikali ya awamu ya 6. Unafuatilia kipindi hiki ukiwa wapi? Umesikia nini? Umeona nini? Wewe ni mdau mkubwa sana wa kipindi chetu. Tuandikie ujumbe wako mfupi, namba yetu ni 0763 74 92 86, 0763 74 92 86. Na muda unakimbia kweli kweli, na dakika takriban 13 tuweze kuhitimisha kipindi. Na tumempa nafasi Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya aweze kueleza kwa kina katika maeneo mbalimbali ambayo utekelezaji huo unafanyika. Sasa unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi namba 0763 74 92 86, kuongea nami, ukaongea na mdala, ukauliza swali kwa Mkuu wa Wilaya, ukatoa maoni kuhusiana na kipindi chetu. Haya, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tuendelee na maeneo mengine sasa tukisubiri pia ujumbe mfupi. Eneo ambalo unaweza kuzungumzia ni kama malezia sekta ya utalii, kwa utalii na uvuvi. Yaani kweli kama chuo kipo pale na mna rasilimali kubwa, ni lazima kwanza tuangalie kilichopo pale ambacho kinaweza kutengeneza fursa nyingi sana. Kabisa, utalii pamoja na uvuvi. Nilikuwa nazungumzia kwamba tukitumia chuo chetu cha VETA, lakini vile vile lazima tuweze kuwajenga vijana wetu wa Kikerewe. Unajua Ukerewe makabila makuu ni matatu pale. Kuna Wakerewe, kuna Wajita na Wakara. Na hawa wote wana asili ya uvuvi, kwa sababu wameishi maeneo yale tangu wadogo mpaka wanakuwa na wazazi wao wako wavuvi. Lakini teknolojia ya uvuvi ambayo wamekuwa nayo ndio hii ambayo tunazungumzia mwisho, na hapa solution ni kwamba watumie uvuvi haramu, kwa maana makokoro haya ya kuweza kupata zaidi. Lakini serikali imewaletea chuo hivi karibuni zaidi ya bilioni 2 zimepelekwa pale kukijenga chuo na kukiimarisha chuo chetu. Sasa chuo kile tunatakiwa tukitumie katika sekta ya uvuvi kama usema Abdalla. Sekta ya uvuvi ambayo ndio rasilimali inayotuzunguka. Hatuwezi kufikiria jambo lingine lolote zaidi ya hiyo. Na namshukuru sana mkuu wa chuo cha VETA cha Ukerewe ameweza kuliona hilo, na tumeanza kuweka mipango ya kuzungumza na kijiji kupata eneo kwanza la kuweka hilo shamba darasa ambalo itakuwa ni sehemu ya kufundisha vijana katika sekta ya uvuvi kwa njia ya vizimba. Nzuri sana. Yaani sio sekta tu ya uvuvi, na tunaweza tukatengeneza vitu mbalimbali kutokana na kukua kwa teknolojia sasa hivi, namna ya kufanya uvuvi endelevu, na uvuvi usiwe ule uvuvi wa zamani wa kuweza kutumia teknolojia hii ya makokoro. Sasa hivi kutokana na teknolojia ilivyokuwa, kuna vyombo vinaonyesha hata samaki walipo. Sahihi. Samaki walipo wengi na eneo gani ambalo kuna samaki wa kutosha, na ile fiber ikaenda katika eneo lile na kuvua. Lakini ni vyema zaidi kutengeneza haya maeneo yetu ambayo tunayaona kabisa ya uvuvi, hasa kwa kutumia vizimba. Nikwambia ndugu yangu, bei ya samaki sasa hivi kilo inaweza kuwa kwa shilingi 10,000, shilingi 9,000, ya jumla shilingi 8,000. Kama vijana watakubaliana na mawazo ya serikali ya kuachana na fikra kusema ajira hakuna. Ajira kwanza ni wewe mwenyewe. Ndio. Elimu iko mwana falsafa mmoja anaitwa Maulus. Alisema maana ya elimu kwamba elimu umfanya mtu kuyafahamu mazingira yake na kuyatawala mazingira yake kwa faida ya maisha yake. Ndio maana elimu. Sasa sisi tunachukulia elimu kama vile vyeti ambavyo tumesha graduate, tunaanza kupita kutafuta ajira kusudi tuajiriwe. Hakuna mindset ambayo sio sahihi kwa maana ya elimu kama hiyo. Haiwezekani tukawa tunazunguka kutafuta kazi wiki moja, mwezi na mwaka, badala kutumia elimu unayopata kuyatambua mazingira. Tumeyatambua mazingira yetu Ukerewe, kwamba Ukerewe yetu ni eneo ambalo limezungukwa na ziwa. Tufanye nini ili kusudi tuweze kupata mapato yetu, tuweze kupata maisha yetu, na tuweze kustawi katika eneo letu kwa kutumia ziwa hili? Tumeletewa VETA. Serikali imeleta VETA, chuo kikubwa na walimu na miundombinu. Sasa tunatumia VETA yetu katika kuwatrain vijana wetu kufahamu kwamba sasa rasilimali zipo ziwani. Zamani kulikuwa na ule wimbo kwamba ukitaka mali utapata shambani. Lakini Ukerewe mashamba hakuna. Shamba letu ni nini? Ni ziwa.
Kwa hiyo lazima na sisi mali yetu tuende tukaipate ziwani. Lakini nazungumzia pale swala la utalii, kwamba rais amekuwa muumini wa kuweza kuitangaza taifa letu kimataifa katika sekta ya utalii. Hivyo ni vema sasa hivi sisi tumeangalia, tumeona Ukerewe yetu iko nyuma kidogo kwenye sekta ya utalii, ingawa tuna vivutio vya kiutalii katika maeneo yetu. Tuna fukwe nzuri, lakini tuna mapango mazuri, tuna historical site, yale zile nyumba za zamani, kwa sababu ukumbuka tulikwenda kule Rubia Rubia ukenda Rubia kuna nzuri sana pale, kaa pale Rubia Forest uone vipi bwana wewe. Ukifika Ukerewe mnaweza mkaondoka huko Mwanza mkaja kuondoa zile stress zenu, anxiety zenu, depression. Pazuri sana pale katika eneo kama lile ambao unapata fukwe nzuri, unapata chakula kizuri ambayo ni very natural, samaki ametoka tu 0 kilomita, unaweza kupikiwa, unaenjoy, unapata refresh, hata hewa mwenyewe safi, mazingira ya pale. Kwa hiyo halmashauri ya wilaya Ukerewe imebuni kujenga hoteli moja kubwa na ya kisasa. Kwa hiyo tumeshatenga zaidi ya milioni 500 za mwanzo na ujenzi umeshaanza kutengeneza hoteli moja kubwa na safi ambayo maana unajua unapokuwa na sekta ya utalii lazima uwe na miundombinu ya utalii. Sahihi. Huwezi kuwaita tu watu waje alafu hakuna sehemu vitu vya hovyo. Kwa hiyo halmashauri imepanga kwa kweli. Mkurugenzi wa halmashauri leo Ukerewe ndugu Sherembi na wataalamu wake, kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza sana. Nimpongeze mkurugenzi, wakuu wa idara wa wilaya Ukerewe, wanajitahidi sana. Labda nikupe siri ya mafanikio. Ni nini siri ya mafanikio katika halmashauri yoyote? Kama mkuu wa wilaya ni kwamba uisimamie halmashauri yako katika maeneo makuu matatu. Yapi? Eneo la kwanza, isimamie halmashauri kwenye eneo la mapato na matumizi ya halmashauri. Mapato ya mapato wanakusanya vipi, lakini wanatumia vipi hiyo fedha ya serikali kuu, lakini fedha ya mapato ya ndani kutokana na vyanzo vya ndani. Sasa hivi wilaya yetu Ukerewe makisio yetu ni kukusanya kwenye mwaka wa fedha 24-25 bilioni 4 na point kama 4, na mpaka sasa tumeshakusanya zaidi ya 79%, kwa tunaelekea mwishoni, na tuna uhakika tunaweza tukafika 100%. Sasa hiyo ni kazi nzuri ya mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa halmashauri, timu yake ya mapato pamoja na wasaidizi kuanzia ngazi ya vitongoji, vijiji, pamoja na watendaji wa idara na watendaji wa maafisa tarafa wangu. Lakini jambo la pili, baada ya mapato na matumizi, eneo ambalo unaona halmashauri imesimama ni eneo la usimamizi wa miradi. Eneo la usimamizi wa miradi, wewe kama mkuu leo ukiangalia miradi inavyokwenda, fedha zinavyoletwa za umma, je, miradi inatekelezeka? Miradi inatekelezeka katika thamani ile ambayo imetakiwa? Tumeletewa pale milioni 500 mathalan kujenga kituo cha afya pale Igara. Kituo kimekamilika, kimekaguliwa na Mwenge, kimepitishwa vizuri. Unaona hapa mkurugenzi na timu yake wako vizuri. Kwa hiyo sehemu ya pili ni sehemu ya miradi, lakini sehemu ya tatu na ya mwisho, kutambua halmashauri yako inafanya kazi vizuri, ni eneo la hoja za ukaguzi. Nafikiri mmesikia sana taarifa la CAG anapolalamika kuhusiana na hoja za ukaguzi na hati safi, hati chafu, hati za mashaka. Sasa wilaya yetu ya Ukerewe tuna miaka 4 mfululizo tunapata hati safi. Hilo ni jambo ambalo unaona kabisa kwamba hapa mkurugenzi na timu yake wanafanya kazi ambayo inaeleweka, kwamba wanajituma wao wenyewe, lakini wanasimamiwa vizuri na kiongozi wa wilaya ambaye ni Comrade Bumiagai. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba wilaya hii inakwenda vizuri. Wilaya ambayo katika maeneo makuu matatu ukiwasimamia vizuri wale ambao unafanya nao kazi kwenye halmashauri, eneo la mapato, eneo la matumizi, lakini usimamizi wa miradi ya kimaendeleo na swala la hoja za CAG, kwamba kama hakuna hoja tunapata hati safi mwaka baada ya mwaka, unajua kazi hapa zinakwenda vizuri. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo kwa kweli nimeona ni vema niyazungumzie kwenye wilaya yetu ya Ukerewe, wilaya ambayo iko pembezoni lakini inafanya kazi vizuri na imejipanga
kuweza kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi wake. Kumbuka tumepata bilioni 257 fedha zilizoletwa na Mheshimiwa Rais kwenye miaka 4. Fedha hizi zinakwenda kuchochea maendeleo katika sekta za miundombinu, maendeleo kwenye ajira ya vijana, lakini maendeleo kwenye huduma za jamii, huduma za elimu, huduma za afya, huduma za maji, huduma za umeme na kadhalika. Kwa hiyo sisi kama wilaya tunajivunia kwamba tuna rais ambaye ni makini, rais ambaye anajali watu wake, rais ambaye ana maono kuwasaidia hata walio pembezoni. Kwamba anakuja Mheshimiwa Waziri Mkuu, anatumwa na Mheshimiwa Rais kuja kuangalia miradi na analetea wananchi wilaya Ukerewe salamu za Mheshimiwa Rais kwamba tuko na nyinyi na tunakwenda vyema. Kikubwa ambacho rai yangu wananchi wa wilaya Ukerewe ni kwamba kwenye eneo moja la siasa. Nimalize na eneo la siasa. Liseme wilaya yetu Ukerewe katika eneo la siasa, kwa sababu hakuna maisha bila siasa. Ndio. Hata tulivyokaa tu hapa wanasema tumekaa kwa ajili ya siasa, kwamba viti vikae hapa, meza ikae hapa. Ni siasa, this is politics. Siasa ndio utaratibu wa maisha ya binadamu kusudi kufikia malengo yake. Sasa tuna vyama 5 vya siasa kwenye wilaya yetu ya Ukerewe. Kuna vyama 19 ambavyo vimesajiliwa, lakini Ukerewe kuna vyama 5. Kuna Chama cha Mapinduzi, kuna chama cha NCCR Mageuzi, kuna ACT Wazalendo, CUF na Chadema. Kwenye uchaguzi uliopita wa serikali za mitaa, katika vijiji 76 vya wilaya yetu ya Ukerewe, vijiji 74 vilichukuliwa na Chama cha Mapinduzi na vijiji 2 serikali ya vijiji vilichukuliwa na chama cha Chadema. Na katika vitongoji 513 vya wilaya yetu ya Ukerewe, vitongoji 452 vimechukuliwa na CCM na vitongoji 57 vimechukuliwa na Chadema. Sisi katika wilaya yetu ya Ukerewe tunaishi kwenye zile 4R za Mheshimiwa Rais. Kwamba lazima tuishi katika ustamilivu, katika umoja, katika kujenga ili mbele. Sisi wote ni Watanzania, sisi wote ni wana Ukerewe. Kwa hiyo siasa kwetu Ukerewe ni sehemu ya maisha na haisababishi kutuharibia mahusiano ya kijamii, ya kiuchumi kwa sababu ya tofauti ya mtazamo wa kama wewe ni CCM, huyu ni CUF, huyu ni NCCR. Hapana. Kwa hiyo tunaishi vizuri, tunapanga zetu vizuri na maisha yanaenda vizuri. Na sasa hivi tupo kwenye kuboresha daftari la wapiga kura na tumepangiwa vituo 40. Kuna vituo 25 kwenye kata na vituo 15 ambao kwenye maeneo yale magumu ya visiwani. Kwa hiyo tunawakaribisha sana Watanzania popote walipo, na nyinyi wana Mwanza mmoja kufurahia maisha ya asili ya wilaya yetu ya Ukerewe. Tutakuja. Asante sana. Mimi nishaenda Rubya. Beach nzuri sana, mchanga mweupe. Safi, na mvua ilinyesha kule lakini tuliogelea kweli kule. Sahihi. Uliogelea ulioga? Niliogelea. Piga sana mbizi, ogelea piga mbizi. Safi sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nakushukuru. Nashukuru sana. Nashukuru sana, na tumekaa kimya muda mrefu ili uweze kueleza wananchi kwa kina, waweze kujua kile ambacho kinafanyika kule wilayani Ukerewe. Tunakupongeza sana kwa jitihada hizi ambazo mmezifanya na kuweza kuhakikisha kwamba mnamheshimisha pia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nashukuru sana. Mtazamaji, asante sana mheshimiwa kwa kuja. Kuna vitu vingi itabidi twende hili la nyama choma festival ya Ukerewe lifanyike ili watu waweze kujua. Maana ni kweli ukienda buchani huko hii nyama ya wapi ya Ukerewe, hii ni nzuri. Lakini inawezekana naweza tukatumia namna jambo hilo kwa ajili ya kuitangaza zaidi Ukerewe hata maeneo mengine pia kufahamu. Jina langu ni Al-Habib Abdullah Othman Faruzi. Asante sana mtazamaji. Na mtazamaji, tulikuwa na mkuu wa wilaya ya Ukerewe Christopher Ngubiagai Comrade. Tunashukuru sana kuja kwenye kipindi. Asante sana. Na wakati mwingine tutakaribisha sana. Asante sana. Asante sana. Tuje na wewe bwana, je tupige nyama ili tuangalie ile jioni linalocheza. Tarehe nzuri sana, twende kule Rubya tuweze kuenjoy na zile beaches za uhakika kabisa. Tayari sana. Hivi msimu wa machungwa bado? Msimu wa machungwa bado. Unaanza mwezi ujao. Na maembe bwana, huo msimu unakuwa mzuri kweli. Basi tunamshukuru sana, ameeleza mengi utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika wilaya ya Ukerewe, na ameeleza vizuri yale maswali, maoni na mengine tutamfikishia aweze kuyafanyia kazi, ameandika hapa tutamfikishia.
Mtazamaji, kwa niaba ya Jovin na wote walioshiriki katika maandalizi ya kipindi hiki, jina langu ni Bernard James. Mkuu wa wilaya, wewe ni mwananchi au sababu mwananchi jana ametoa ubingwa, lakini leo mtu yuko uwanjani? Mimi ni mnyama. Ni mnyama. Sio Msimbazi. Kwa hiyo leo vipi tunaanza kuvicheza viporo, leo tukichezea viporo ndio imekuwa kabisa mnyama Msimbazi. Usikia comrade ni mnyama, kwa hiyo tunaheshimisha taifa, na viporo hivi tutavipasha moto vizuri tu na vitalika kila kinachokuja. Sawa, basi tukutakie kila laheri. Asante sana kaka. Na katika utekelezaji mzuri wa majukumu mengine. Asante mtazamaji, na nikutakie asubuhi njema.